بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1447, katika darasa yetu ya tafsir Imam Saudi rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsir ya juzu amma na tulifikia suratul Ghashiyah. suratul Ghashiyah هذه السورة مكية باتفاق العلماء. سورة الغاشية مكية بمعنى مشوكة قبل الهجرة، نهيني كاتفاق ya wanavyuoni wote, hakuna aliyehalifu katika hilo. Leo suratul Ghashiyah ni makkiya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam: هل أتاك حديث الغاشية؟ je, imekufikia habari ya msiba mkubwa utakaowafunika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo? هل أتاك حديث الغاشية. kwenye tarjama pasema, je, imekufikia habari ya msiba wa kufudikiza, bimaana wenye kuenea. Zimekujia habari kwa tafsiri, kwa ubainifu, na kujia habari ya siku ya kiyama ambayo itawafunika watu wote na kuwazunguka katika kila upande kwa majanga yake. هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها. je, imekujia ewe mtume wangu habari ya siku ya kiyama ambayo itawafunika watu wote kwa majanga mazito yatakayokuwa katika siku hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala sema, wujuhun yawmaidhin khashi'ah, nyuso siku hiyo zitainama. فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء. فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة. watu watakapofufuliwa siku ya kiyama watakuwa katika makundi mawili, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. watu watakapokuwa makundi haya mawili, al-ashqiya was-su'ada, wale watakaoangamia ndani ya moto wa jahannam na wale waliofaulu. fawjuhu al-ashqiya dhalilatun khadi'a, nyuso za wale waovu siku hiyo zitakuwa na udhalilifu sana, na watakuwa ni wenye kuinamisha macho yao kwa ile adhabu wanayoisubiri Allah subhanahu wa ta'ala. qala 'amilatun nasiba, zikifanya kazi nazo taabani, ay mut'abatun mujhadatun bisalasil allati tushabu biha wal aghlal allati tughallu biha. nafsi za watu waovu siku hiyo zitaonekana za watu waliopata tabu, waliochoshwa na zile silisili watakazofungwa nazo kuburuzwa ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah. kwa watafungwa na masilisili ili kuburuzwa ndani ya moto wa jahannam, na sura zao na shakli yao wataonyesha kuwa wako katika hali ya udhalilifu na uchovu mno.
wamechoka kwa ile adhabu hata kabla haijaanza kisawa sawa. Manake wakiingia ndani ya moto wa jahannam ndio adhabu itakuwa zaidi kuliko kule kuburuzwa ndani ya moto wa jahannam. Tasla naran hamia, tena ziingie nafsi siku hiyo katika moto unaowaka. Ay tadkhulu tilka alwujuh naran harra tuqasi harraha, nyuso hizi dhalilifu za watu waovu zitaingia ndani ya moto wa jahannam ulio moto sana, ili kuuonja ule moto wa moto wa jahannam, iyadhan billah. Tusqa min ainin aniya, zikinyweshwa kutokamana na chemchemu inaochemka. Ay tusqa min ainin shadidatin au shadidatun hararatul maa, kisha wanyweshwe kutokamana na chemchemu, lakini chemchemu hiyo maji yake ni moto sana. Tusqa min ainin aniya laysa lahum ta'amun illa min dhari', hawatakuwa na chakula isipokuwa kichungu chenye miba. Hiki ndiyo chakula cha watu wa motoni, iyadhan billah. ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما. hawatakuwa watu wa motoni na chakula chochote isipokuwa chakula hiki ambacho ni kibovu kabisa, kinachonuka kuliko kitu chochote. Chakula chenyewe chatokamana na mti unaoitwa ashibriq, mti wajulikana, lakini kule ndani ya moto wa jahannam ni tofauti. Na chakula cha watu wa motoni itakuwa kila kina miba mepesi ambayo ukitia tu kwenye mdomo ile miba yaanza kushika kwenye mdomo wako na koo, waliyadhu billah, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'aman dha ghussatin, kile chakula ni chenye kusakama, hawezi mtu kukila. Wala ta'amun illa min ghislin, kwa hii ndio itakuwa hali yao, chakula cha watu wa motoni, na lazima wale, sababu kule kula kwao ni katika sehemu ya adhabu wanaoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moto wa jahannam. Kwa hiki chakula ambacho kina miba aslan, ladha yake mbaya, harufu yake mbaya, kina miba, tena idha yabisa sara masmuman, na kikikauka kile chakula huwa sumu. Kwa ndani ya moto wa jahannam wana kila sababu ya kufa, lakini hawafi. Kila sababu ya mtu kufikiwa na mauti wanayo, lakini hawafikiwi na mauti. Na ndio maana Allah alieleza hali yao kuwa wale watu wa motoni hawafi wakastarehe wala hawaishi maisha mazuri, la yamutu fiha wala yahya. Atatamani kufa hafi, na kadhalika uhai wao wanaoishi si uhai ambao mtu atakana aishi, waishi katika adhabu waliyadhu billah yenye kuendelea. Laysa lahum ta'amun illa min dhari', tena la yusminu wala yughni min ju', chakula hicho hakinenepeshi wala hakiondoi njaa, sio kuwa wakile ile njaa yao itaondoka. La yusminu akilahu wala yasuddu jaw'atahu, hakimnenepeshi mwenye kula wala hakimtoshelezi kutokamana na njaa aliyokuwa nayo. Huu ni wasifu wa haraka kwa kifupi wa hali ya watu wa motoni, iyadhan billah. Kwa chakula wanachokula juu yake mwanzo kile chakula hakiwaondoi njaa, wacha kule kunenepesha. Lau kama wangelikuwa hata kile chakula cha waondoa njaa,
angalau wangesema twala chatuondolea njaa. Pia njaa haiondoi, na harufu mbovu na uchungu wa kile chakula na miba iliyoko ndani yake, na juu yake la yusmin wala yughni min juu', haisaidii chochote, bali ni adhabu juu adhabu, a'adhan billah. Na watu wa motoni Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia daima watamani kula na kunywa, kisha wapewe hii adhabu. wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, watakuwa wakiomba maji na watapewa maji, lakini yale maji ni moto kuliko risasi iliyoyayuka. Yale maji akiyanyanyua katika mdomo wake kutaka kuyanwa, yakikaribia uso wake, ule uso zile nyama zake zitaanguka kwa ule umoto wa yale maji. Hakuna raha yoyote ndani ya moto wa jahannam. Na ndio wakataja baadhi ya wanawavyuoni kuwa lau kama mtu wa motoni atatolewa katika moto wa jahannam, thumma ulqiya fi nari dunya, kisha akaingizwa katika moto huu wetu wa duniani hapa, la nama wastarah, angelala akapumzika. Yani huu moto wa dunia ukipimisha na moto wa jahannam, lau kama mtu wa motoni atatolewa motoni aingizwe katika moto wa dunia, si kuwa ametolewa kabisa, aingizwe katika moto wa dunia, basi angelala tena kwa starehe. Wakati wewe mshumaa huwezi kuweka kidole chako, kwa namna ilivyokuwa kali adhabu ya moto wa jahannam, a'adhan billah. Na huu ndio uslubu wa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia vitisho, kisha baada yake azungumzia pepo, au azungumzia pepo baada yake azungumzia moto wa jahannam, ili mtu aishi baina al-khawfi wal-raja, aogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itakayomsukuma yeye katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wujuhun yawma idhin na'ima. Upande wa pili sasa, as-suada, nyuso zao au nyuso nyingine siku hiyo zitakuwa kunjufu. Ay wa wujuhu as-suada fi dhalika al-yawm ذات نعمة وبهجة وسرور, na nyuso za wale waliofaulu siku hiyo, wale watu wa peponi, zitakuwa zaonyesha neema. Na mtu anaponeemeka mpaka katika uso wake aonyesha ile furaha aliyokuwa nayo. Lima laqawhu minan na'im, na furaha yote hii walionayo ni kwa yale walioyakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika starehe mbalimbali ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani kabla ya akhira, wale watu wema pia kuanzia hapa duniani ukiangalia nyuso zao zina nuru, kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajalia nuru katika nyuso zao, na ndivyo itakavyokuwa katika makaburi yao, na ndivyo itakavyokuwa siku ya kiyama, kwa Allah subhanahu wa ta'ala atajalia nyuso zao ni zenye kung'ara siku hiyo. Wujuhun yawma idhin na'ima, nyuso nyingine siku hiyo ambazo za watu wa khairi zitakuwa kunjufu, zaonyesha kuwa hao wameneemeka kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tena lisaiha radhiya, zitakuwa radhi kwa juhudi yao walioifanya huku duniani. li'amaliha as-salih alladhi 'amilathu fi ad-dunya radhiya, kwa amali njema walizozifanya huku duniani watakuwa ni wenye kuridhia yale malipo watakayoyaona mbele ya Allah. faqad wajadat thawaba 'amaliha muddakharan laha mudha'afan, kwani kule wamepata malipo ya matendo yao mema waliyofanya hapa duniani, wamewekewa tena wamelipwa maradufu. man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, anayekuja na jema moja
Allah atamlipa mara 10 bali zaidi ya mara 10 ila 700 dha'fin ila adhafin kathira. Enda kukuta kule malipo yake mpaka aridhie. Tena fi jannatin 'aliya, katika bustani ya juu. Fi jannatin murtafi'atil makan wal makana, katika pepo ambayo iko juu, kwa sababu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya mbingu, iko juu. Sakafu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu, na sakafu ya sehemu ya juu kabisa ya peponi ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni moto wa jahannam uko chini, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fil ardi sufla, waadhibiwa huko ndani ya moto wa jahannam. Fi jannatin 'aliya, kwa ni murtafi'a, iko juu, katika sehemu yake iko juu. Wal makana, na cheo cha wale watakaoingia peponi pia ni cheo cha juu kabisa alichowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu. Mtu akisikia kuwa hii pepo iko juu, pengine aweza kufikiria pia miti yake mirefu hawezi kufika huko juu, iko kila kitu juu juu. Katika surat al-Haqqa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema fi jannatin 'aliya, hapo akasema qutufuha daniya, matunda ya peponi, yale miti yatakuwa yako karibu kulingana na atakavyokuwa yule mtu anayekaa ndani ya pepo. Bimaana akiwa amesimama aweza kutunda, akiwa amekaa aweza kutunda, bali akiwa amejilaza chini pia ule mti wamfuata pale alipo. Kwa usione kwa kuwa hii pepo iko juu basi itakuwa hawawezi kufikia ile miti ya peponi, la. Wallah subhanahu wa ta'ala alipotaja hilo, pengine aweza kupita katika fikra ya mtu, hapo akasema qutufuha daniya. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema la tasma'u fiha laghiya, hawatasikia humo upuzi. Watu wa peponi hawazungumzi maneno ya upuzi, maneno ya kijinga, maneno ya utovu wa adabu, kukoseana heshima. Hakutakuwa na kitu hicho. la tasma'u fiha laghiya, ay la tasma'u fil jannati kalimatan باطل أو كلمة باطل ولغو. لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، هاو تسكيا ndani ya pepo neno la batil wala la upuzi. Hilo jambo hutolisikia. Fadlan an sama'i kalimatin muharrama, wacha kusikia neno ambalo ni la haramu kama matusi na mengine, la hutosikia hata neno la upuzi. Hawazungumzi upuzi watu wa motoni, watu wa peponi. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja pia alipotaja pombe ya watu wa peponi. Watu wafahamu kuwa mtu akinwa pombe hapa duniani azungumza maneno maana. Akishalewa mtu hazungumzi jambo lolote la maana, na kulewa kwa aina yoyote, akizungumza mtu azungumza upuzi. Yani namaanisha, kwa mfano walaji mirungi, ukiona wamekaa wazungumza, hawazungumzi ya maana. Na hata kama atakuwa mengine wazungumza labda ya mambo yao ya kidunia maana, hapo hapo utaona wazungumza maneno ya kipuzi. Na ndio maana utakuta huku kwetu katika watu ambao ukiwasikiliza wazungumza wachekesha sana ni watu wa mirungi. Watu wa mirungi wafanya vituko. Kwa nini? Kwa sababu akili yake pale imelewa. Kuna bwana mmoja alikuwa zamani akila mirungi akawacha, ananiambia mimi mtu yote akiniambia mirungi si haramu mimi nakataa. Mimi nishakula ile madude zamani, nilikuwa nikiala, katubia. Kisha akaanza kunieleza visa vilivyompata wakati wala mirungi. Moja mueleze moja kwa sababu walala wengine. Asema siku moja yeye wala mirungi na alikuwa yavuta na sigara. Alhamdulillah, Allah amemwokoa. Asasema siku moja niko mahali
kwenye giza, ala mirungi yake, atakuwasha sigara, kile kijiti cha kiribiti kikaanguka chini. Asema hiki paka nikipate. Akawa yochukua kiribiti kile iwawasha, kisha iwatafuta. Umeelewa? Awasha kiribiti iwatafuta. Kikizima yotoa kingine iwawasha, asema nikachoma viribiti vingi mpaka hicho ninakipata. Nikakizima kile nikakiokota. Kisha pale pale asema mimi nimechoma vote hivi kwa ajili ya hiki kimoja. Marungi ana adabu. Yeye mwenyewe asema hivyo. Yani vitu vyao vya kipuzi vya kuchekesha, mambo ya ajabu ajabu. Na nyote hii kila mmoja ashasikia visa vyao watu. Afu pia bado mtu aje kushindana kwambia marungi halali. Huko kusema kwako wewe marungi halali yatosheleza kuwa akili yako haiko timamu. Marungi halali kama kabeji, basi chukua nda zako nyumbani, wewe na mkeo na watoto mkae mule kama ni halali. Kama nyumba haipenduzwi kichwa chini maguu juu, kama ni halali, kama kabeji na sukuma wiki, basi chukua peleka nyumbani. Na ndio hawa, kuna wengine yuala mirungi, mashallah, sasa mimi nala mirungi lakini na swali, kisha ingia msikitini. Na hawa ndio wale watu wafanyia istihza. Kuna mmoja kala marungi nafikiri kaingia msikitini, yuwaswali sunna. Jamaa akapita kumwambia asalamu alaykum, wa alaykum salam, kisha mpa mkono wampoa, kisha arudi kuswali. Akili haiko pale. Na ndivyo ilivyo, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha ulevi. Na katika sababu za kuharamisha ulevi, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. sababu anaelewa hajui anachokisema. Na ndio mwanzo katika zile stage zilizopitia katika kuharamishwa pombe au kuharamishwa ulevi, Allah subhanahu wa ta'ala katika zile stages zilizozipitisha ili waumini wawache kunywa pombe, kwa sababu walikuwa wamezoea. Sema la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kabla ya kuharamishwa kabisa, walikuwa mwanzo wamekatazwa kukaribia swala wakiwa wamelewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue kile mnachokisema, kwa sababu anaelewa hajui anachokisema. Sasa asije mtu akafikiria kuwa ndani ya pepo kuna pombe, kuwa watu wakinwa ile pombe watakuwa kama mfano ilivyo hapa duniani. La, Allah subhanahu wa ta'ala sema la tasma'u fiha laghiya, hautasikia ndani ya pepo hata kidogo maneno ya upuzi. Wacha ya haramu, maneno ya upuzi hakuna ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha aynun jariya, humo imo chemchemu inayomiminika. في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا. nini maana hii aya? Ndani ya pepo katika starehe Allah alizowekea kuna chemchemu. Chemchemu ni yale maji yanayotoka katika ardhi, kama vile oasis yatoka katika ardhi, sio maji. Lakini la ajabu, peponi yale maji yanayotoka katika ardhi yale, watu wa peponi watakuwa wapeleka wanavyotaka. Bimaana, kwa mfano ile chemchemu iko kando kule, yeye wataka iwe hapa, aivuta ya hapa karibu na yeye, kisha endelea kutoa maji vile anavyotaka yeye. Fiha ainun jariya, kwa aivuta pale anapotaka, yuano wakati anavyotaka, na ile chemchemu yatoa maji. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة, humo vimo viti vilivyonyanyuliwa. Sururun marfu'a ay fiha asirratun 'aliya, kuna viti huko ndani wanavokalia watu wa peponi viko juu. Wa akwabun mawdu'a, na bilauri zilizopangwa, glasi zile za maji zimepangwa.
wa akwabun matruha muhayyatun lishurbi, tayari zimeandaliwa zile glasi kwa ajili ya wao kunwa. Wa akwabun mawdhu'a wa namariqu masfufa, na matakia safu safu. Takia kama ile mito ya kutegemea ile, ushaona katika majlis kuna ile mito ya kutegemea. Hii mito hii ya kutegemea, wa namariqu masfufa ay wa fiha wasaidu marsusun ba'daha ila ba'd, na kuna mito ya kutegemea iliyopangwa moja baada ya mwingine. Wa zarabiyu mabthutha, na mazulia yaliyotandikwa, mabusati mazuri yaliyotandikwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wa fiha bustun kathiratun mafrushatun huna wa hunak, na kuna matandiko haya, mabusati yaliyotandikwa mengi sehemu hii na ile na kila mahali. Walamma dhakara Allah tafawuta ahwal al-ashqiya was-su'ada fi al-akhirah, Allah alipotaja hizi hali akataja hali ya wale watakaoangamia siku hiyo, kisha akataja hali ya wale watakaofaulu siku hiyo. Na hapa pia tupata faida katika mfumo wa da'wa. Mfumo wa da'wa ili ufuate namna Qur'an alivyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuzungumzia kuhusu adhabu, kisha akazungumzia kuhusu neema ya watu wa peponi. Na kadhalika katika da'wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni mubashiran wa nadhira, ni mwenye kubashiria wale watakaomtii na kumfuata khairi, na kuwaonya watakaomuasi kutokamana na adhabu. Na ndivyo inavyotakikana da'wa iwe, kuwalingania watu katika khairi na kuwatahadharisha kutokamana nini na shari. Si walingania katika khairi peke yake, bali na wawaonya kutokamana na shari. Kwa hiyo hivi vitu viwili vio vyatembea pamoja, na ndio usulubu unaotumika katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baada ya kutaja hali ya wale walioangamia, kisha akataja hali ya wale waliofaulu kesho akhira, wajjaha anzara al-kuffar ila ma yadulluhum ala qudrati al-khaliqi wa husni khalqihi liyastadillu bidhalika ala al-iman, akawaelekeza hao wanaokufuru katika yale ambayo ni dalili ya kuonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuumba kwake kuzuri, ili watoe ni dalili, ili iwe ni dalili itakayowaongoza katika iman. Liyadkhulu aljannata fayakunu min as-su'ada, ili waingie peponi wawe katika wale waliofaulu. Faqala, hapa akasema Allah subhanahu wa ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, je hawamtazami ngamia jinsi alivyoumbwa? Afala yanzuruna nadhara ta'ammulin ila al-ibli kayfa khalaqaha Allah, je hawatizami kwa jicho la mazingatio wakamtizama ngamia na namna alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakharaha li bani adam, kisha akamdhalilisha huyu mnyama mkubwa kwa ajili ya manufaa ya binadamu. Na lau kama tutazungumzia hapa namna Allah alivyomuumba ngamia, ana mambo mengi sana ya ajabu sana. Lau kama mtu atamtizama azingatie. Hivi niwaulize, katika jangwa ilikuwa binadamu wakati ule kabla ya kuvumbuliwa usafiri huu wa leo, watembee vipi katika jangwa? Waweza vipi kubeba mizigo na kutembea katika jangwa, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuwadhalilishia mnyama huyu? watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqi al-anfus, wakawa wanyama hao wabeba mizigo na kuyafikisha sehemu za mbali kabisa ambazo nyinyi mlikuwa hamwezi kufika isipokuwa kwa taabu kubwa mno. Allah akawadhalilisha hao wanyama. Ngamia aweza kutembea
muda wa mwezi mzima hanwi maji. Binadamu waweza siku moja mbili bila maji. Yule ngamia kwa sababu yuko kwenye jangwa, tizama ile miguu yake ilivyotengenezwa kiasi cha kuwa haizami kwenye mchanga, tembea kama vile unavyotembea katika ardhi ya kawaida. Ngamia yule Allah akazifanya kope zake kuwa ndefu kwa sababu ya vumbi la jangwa. Lile vumbi linavyopiga kwenye jangwa, Allah akamjalia kope zake ni nyingi na ndefu, zazuia lile vumbi lisiingie kwenye macho yake. Na mengi ambao ukimtizama ngamia ni kiumbe wa ajabu sana. Kwa hivyo tizama yule ngamia kwa mazingatio, ujue uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba kwake. Kisha mnyama mkubwa kama yule Allah akamdhalilisha kwa ajili ya mwanadamu. Wewe waonaje lau kama angelikuwa ngamia na akili, tungemweza sisi? Tusingemweza. La kumla wala kumbebesha mizigo wala kupanda juu yake kusafiri naye, hakuna mtu angeweza. Wa ila samai kaifa rufi'at, kadhalika atizame na mbingu jinsi ilivyoinuliwa juu. وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليهم. na watizame mbingu namna gani Allah alivyozinyanyua juu mpaka zikawa ni kama mfano wa sakafu iliyohifadhiwa, tena haiwaangukii juu yao. Sisi tupita kila siku. Sasa hivi ukitoka hapa nje ukaangalia mbingu, kuna watu wapita kila siku hawapati mazingatio yoyote. Lakini hebu kaa chini ufikirie wewe kwa mtizamo wa kuzingatia ukubwa wa Allah. Hizi mbingu hizi, kitu gani chazuia hizi mbingu zisianguke juu ya ardhi? Wallahi kuna mazingatio makubwa sana, na viumbe vingi alivyovijalia Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi mbingu, nyota, mwezi, jua. Kwa nini havianguki? Au wewe upandishwe na ndege juu kabisa, kisha wasema akule zabakia, tukutupe kule juu tukuone kama utabaki huko juu? Wabaki huko juu, utarudi hapa hapa, wafa wewe kabla hujafika kwa kelele. Huyo ndio yuenda huyo, hujafika ushakufulia mbali. Subhanallah, ni watu tukukaa chini kuzingatia. Mtu aona ni kitu ambacho yakiona kila siku, lakini lau kama atakaa chini aangalie makini kabisa, kuna mambo ya kuzingatiwa makubwa mno. Wa ila aljibal, na pia atizame majabali na milima, kaifa nusibat, jinsi ilivyothibitishwa katika ardhi. Wayanzuruna ila aljibal كيف نصبها وثبت بها الأرض أو وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس. na watizame majabali namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka kama vigingi katika ardhi ili ardhi isitetemeke. Yale majabali yakawa ni kuzuia ardhi isitetemeke. Tena wa ila al-ardhi kaifa sutihat, na ardhi jinsi ilivyotandazwa. وينظرون إلى الأرض كيف بسطها, واتزامه هي أرض نمنا alivyoitandika الله سبحانه وتعالى. وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها, na Allah akaiandaa hii ardhi kwa ajili ya watu wapate utulivu juu yake, walime, wasafiri sehemu moja mpaka nyingine kwa uzuri. Waonaje ingelikuwa ardhi yote milima tu mwanzo mpaka mwisho, majabali tu, binadamu angeweza kuishi vipi? lakini kwa neema zake akajalia hilo. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى وجه رسوله فقال, baada ya kuelekeza hawa waliomkufuru katika kutizama kile kinachoonyesha ukubwa wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akamwelekeza mtume wake sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fadhakkir inma anta mudhakkir, basi wewe kumbusha, hakika wewe kazi yako ni mkumbushaji tu.
ay fa'idh ayuha ar-rasul haula'i, wape mawaidha ewe mtume wangu hao, wakhawifhum min adhabillah, na uwaogopeshe na adhabu ya Allah. Inma anta mudhakkir, kwani haukuwa wewe isipokuwa ni mkumbushaji. La yutlabu minka illa tadhkiruhum, hauombwi wewe, hautakiwi wewe ukifanye isipokuwa kuwakumbusha hao. Wa amma tawfiquhum liliman fahuwa biyadillahi wahdahu, ama kuwafikisha wale watu na uwapa mawaidha kuamini, hilo liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ni taslia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kila anayelingania katika kile anachokilingania mtume sallallahu alaihi wasallam. Jukumu lako wewe ni kufikisha, ama taufiki ya kufuata hilo liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hata ukilingania wewe ukakuta watu hawaikubali ile da'wa, basi wewe umefikisha ule ujumbe kama ilivyokuwa lazima juu yako kufikisha. Sababu yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku ilmu, ni juu yake kufikisha. Akishafikisha yeye ametekeleza lile jukumu ambalo lilikuwa juu ya shingo yake. Watu kufuata au kutofuata, hilo liko katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema lasta alaihim bimusaytir, wewe si mwenye kuwatawalia. Ay lasta alaihim musallatan hatta tukrihahum ala aliman, hukusalitishwa wewe juu yao mpaka uwalazimishe kuamini. Usiwalazimishe. Yule ambaye Allah amempa tawfika taamini. Illa man tawalla wa kafar, lakini anayerudi nyuma na kukufuru. Ay lakin man tawalla minhum anil iman wa kafara billahi wa birasuli, lakini wajue wale watakaokengeuka wakaipa mgongo imani wasiamini, wakamkufuru Allah na mtume wake, fayuadhibuhu Allahu al'adhab al-akbar, Allah subhanahu wa ta'ala atamuadhibu adhabu iliyokubwa. فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها. الله أتمعذيب مجهوي siku ya kiyama adhabu kubwa mno kwa kumuingiza ndani ya moto wa jahannam akae milele humo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna ilaina iyabahum, hakika ni kwetu sisi ndio marejeo yao. Waende watakavyoenda wao, wajue kitu kimoja, watarudi kwetu sisi. Inna ilaina wahdana rujuuhum ba'da mautihim, kule kurudi kwao baada ya kufa ni kwetu sisi pekee, hawaendi kwa mtu mwingine. Thumma inna alaina hisabahum, kisha hakika ni juu yetu sisi hisabu yao. Ay thumma inna alaina wahdana hisabahum ala a'malihim, kisha ni juu yetu sisi pekee yetu kuwahisabu hao kwa matendo yao waliyofanya. Walaysa laka wala li ahadin ghayrika dhalika, wala si juu yako wewe mtume wangu, wala si kwa mtu yeyote mwingine, ni mimi ndiye nitakayewahesabu mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni kwa kifupi maana ya suratul Ghashiyah kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Insha Allah ta'ala tukikutana tena تصوم maelezo ya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, kisha kuyafanyia تعليق باذن الله تعالى. نكتفي بهذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.